kuwepo na umoja kamili kati ya mume na mke, mwanamume anaagizwa kuacha baba na mama yake, na mwanamke anaagizwa kusahau watu wa nyumbani mwake. Hapa maana yake ni nini? Kwanza kabisa, maneno ya fungu hili haiwezi kumaanisha ya kwamba mtu aachane kabisa na familia yake. Lakini pia maneno ya fungu hili haina maana ni maneno ya kiunabii, hapana. Ni maneno halisi hasa ya kuwasahau. Ni sehemu ya agizo la Mungu wakati wa sherehe ya ndoa. Maneno haya hueleza kwa undani sana umoja wa kimwili na kiroho kati ya mwanamume na mwanamke, na kuinua juu ndoa ya mume na mke mmoja mbele ya ulimwengu kama ndio aliyoanzisha Mungu. Fungu hili halisemi kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake naye ataambatana na wake zake. Si unasikia hilo fungu halipo Halipo, sawa Niliona kuna nchi nyingine mwanamke na yeye ameolewa na wanaume 3. Sasa nilikuwa kila nikipiga mahesabu, anawahudumia vipi sielewi. Lakini yeye na wanaume wale, yani yale mabwege kweli, yanashangilia eti yanafurahi, na lingine lisomi kabisa. Mwingine alikuwa ni kijana aliyemaliza chuo kikuu, anafurahia. Sasa atajua watoto ni wanani hapo? Yani dunia nayo jamani imeenda mbali. Eti mwanamume mzima na suruali unakubali mnachangia mwanamke mmoja wote mmemuoa. Sasa sijui ndio wanawapangia zamu. Tumefika mahali fulani pagumu. Upendo wa mume kwa mkewe uwe ndio kwanza na wajibu wake wa kwanza kwake. Upendo wake kwa mkewe unapaswa kupita, lakini sio kuchukua nafasi ya upendo wa wazazi. Yaani Biblia inaposema mwanamume aache baba yake na mama yake aambatane na mkewe, familia nyingi ambazo hawampendi Mungu hili fungu hawalielewi. Unakuta baba amesomeshwa na wazazi wake, amepata kazi ndio ameoa huyo mwanamke, lakini uhusiano huyu mwanaume anakata kwa wazazi wake, anakuwa yeye na mkewe tu. Yaani kama na hapa kwenu watu wa hivyo wapo, washindwe kwa jina la Yesu. Maana yake si hiyo. Maana yake mnapanga mipango ninyi wawili pamoja, na hamuhitaji tena mwende mkatoe taarifa nyumbani ndipo mfanye mambo yenu. Msiri wako anakuwa mkeo. Ikiwa mtahitaji ushauri, wote wawili mtashirikiana kuomba. Na sio baba hafanyi jambo lolote kwanza mpaka amwambie mama yake kule kijijini au baba yake. Na binti na wewe umeolewa, kila ushauri unaenda kuchukua kwanza kwa mama yako. Ndoa nyingi zimevunjika kwa ajili ya wanawake kupata ushauri kwa wazazi wao. Hata mkipishana tu Kiswahili, mwanamke anapiga simu kwao, yani mama nikwambie huyu mwanaume mimi leo sikulala, mama yake naye hana akili. Asikubabaishe mwanangu, kaa vipi rudi. Ulimwambia mama yako wa nini? Ninyi ni mwili mmoja. Barabara ya ndoa haikunyooka. Ninyi ambao hamjaoana, hatuwaambii kwamba barabara ya ndoa imenyooka hivi, tutawadanganya. Barabara ya ndoa ina milima na mabonde. Kuna mahali kwenye barabara ya ndoa ni mlima mkali, unapanda pumzi zinabana. Unajua kupanda mlima Alafu ukiangalia kule juu unasema lakini mbona mama yuko kule juu? Kafikaje mama na baba kule juu? Acha tu nikazane na mimi nitafika. Alafu kuna mahali mteremko wa ndoa ni mkali, inabidi ubane vidole la sivyo utaanguka. Alafu kuna mahali yani unafumba macho unaenda. Ndio huko niliko mimi. Mimi ndoa yangu jamani na miaka 31. Yani huku niliko ni sweetie darling I love you kwa sana. Hata naweza kutembea hivi kwenye barabara hii ya ndoa. Kifika huku ni raha mstarehe. Hata yale yaliyokuwa yanayokwaza mwanzo hayawakwazi tena. Yani huku juu, hapo mlipo chini ya miaka 15, kazaneni mpapite kwa jina la Yesu. Mwe waombaji, chukulianeni mtapapita. Wakati huo mkishirikiana kulea watoto.
Unajua ni nini kinatokea? Watu wawili wanaooana huwa hawajuani kabisa. Si watu nafundishwa kuchunguzana Utachunguza lakini hautamjua tabia yake halisi. Sasa wanapooana ndipo mwanamke anashangaa, kumbe ndivyo alivyo. Anangorota kama trekta bovu usiku. Mwanamume naye anasema kumbe ndivyo kalivyo. Yaani kumbe hata kupika vizuri akajui. Kwa hiyo vile kushangaana, mnavyoshangaana, hizo ndizo quarrels zinatokea. Lakini hizo tu haziwezi kuwafanya msiwe na furaha nyumbani. Hapana. Binti anaonywa, uwasahau watu wa nyumba ya baba yako. Yaani hapa maana yake ni kwamba usitamani sana nyumbani kwenu. Usilinganishe mazingira mapya na hapa ulipokuja. Na nimeona ndoa nyingi, bahati nzuri mimi nazunguka sana na ndoa. Sehemu nyingi sana nazunguka, nakutana na mengi. Binti anaolewa, mmeenda, ndio huyu mwanaume ameanza kazi, mnaanza maisha. Unamlinganishaje na nyumbani kwenu ambako ndoa ya mama yako na baba yako imedumu miaka 31? Jamani, miaka 31 si mtakuwa mmechuma vitu vingi? Sasa binti analinganisha, anataka maisha ya hapa yafanane na kule kwao. Hapa ndipo mmeanza mnajenga. Sahau maisha ya kule. Yale ni ya mama yako, sio ya kwako. Wazazi tunapolea watoto, tukumbuke kuwaambia ya kwamba maisha tulio nayo sio yao, ni ya kwetu. Hayo maneno niliyatumia sana wanangu wakiwa wadogo, na yameniletea faida sana maishani. Nilizoea kuwaambia vitu vyote mnavyoona tunavyo sio vyenu, ni vyangu na baba. Ninyi hamna kitu chochote. Kazanini na elimu, alafu mtafute vyenu. Kamwe baba usiseme najenga hii nyumba hii yako mwanangu, lile shamba kule nimekununulia. Kwani watu wanahangaika na maisha ili nini? Si ili anunue shamba, anunue nyumba, si ndio hivyo? Sasa kama unavyo unahangaika nini? Usiwaambie hivyo watoto wako, unawadanganya. Binti, sahau watu wa nyumbani mwako. Umeolewa, unataka maisha kama mama yako alivyokuwa anamtendea baba yako, na wewe ndio unataka kutenda hapa nyumbani. Ndoa haiko hivyo. Huyu ni mtu mwingine, sio baba yako. Unaweza ukakutana na jambo ambalo mama yako amekuwa akimfanyia baba yako, na baba yako wala hana shida, anafurahi, lakini huyu hilo jambo hataki, kwa sababu huyu ni mtu mwingine. Tengeneza nyumba yako tofauti na ile kule. Ndicho tu kinachosemwa kwenye hili fungu. Uwasahau watu wa nyumbani mwako. Usijaribu kuleta mawazo mageni katika mazingira yako mapya. Usilinganishe ya zamani na mapya. Vunja miunganiko yako yote ya zamani ambayo yaweza kusimama kati yako na mumeo. Shikamana na mume wako kikamilifu. Mfano mzuri tunaupata kwa Ruth katika kisa cha Ruth na Naomi. Mume na mke wanaokaa pamoja kwa umoja na kushikamana, upendo wa Kristo ukitawala ndani ya mioyo yao, ni hubiri tosha ambalo haliwezi kupingwa na mtu yeyote. Kabla ya mapinduzi, ninyi mliosoma mnajua, kabla ya mapinduzi ya viwanda, familia ilikaa pamoja na kufanya kazi pamoja, aidha ni shambani au kwenye uvuvi. Lakini baada ya mapinduzi ya viwanda, baba wakaanza kwenda kufanya kazi. Mnajua hata kule Ulaya wanaume ndio tu walikuwa wanafanya kazi, wanawake walikuwa pia nao hawafanyi, walikuwa nao ni mama wa nyumbani. Lakini baada ya vita, wanaume wengi wakafa vitani, na wengine wako huko wanahangaika na vita. Nani atafanya kazi? Wamama wakatoka kwenda kufanya kazi. Utengano wa familia ukaanza. Baba yuko Mwanza, mama yuko Dar es Salaam. Mwandishi wa kisa chetu anasema, fikiria mama ni nesi, labda huko Msoma kuna zahanati moja hapo tu, analipwa labda 250,000. Alafu baba labda ni mwalimu, take home yenyewe ni 500,000 tu, labda yuko Dar es Salaam. Hizi 250,000 tu zinafanya hawa watu wakae mbali. Na unajua kadri mnavyokaa mbali ndivyo shetani anavyowajaribu. Kama Hawa angekuwa karibu na Adam, yale mambo yasingetokea. Kwanza shetani angeogopa kumsemesha nani? Hawa. Lakini kwa kuwa alikuwa peke yake,
Shetani alipata nafasi. Leo ndoa nyingi sana zimejaribiwa kwa sababu ya kukaa mbali. Ziko kazi nyingi ambazo mama anaweza akafanya kwa mazingira yake. Angalieni ni nani kati ya baba na mama anayeweza kuacha ya kwake na akafanya kazi nyingine kuwa karibu na familia. Sio salama familia kukaa mbali. Watoto wanahitaji baba, watoto wanahitaji mama. Watoto waliolelewa na mama tu, kama ni wa kiume watakuwa na kasoro fulani, kama ni wa kike hivyo hivyo. Watoto waliolelewa na baba tu, kama ni wa kike wao wanaathirika kidogo, kama ni wa kiume wanaathirika sana. Kwa hiyo watoto wanatuhitaji baba na mama pamoja, wakikua ndipo watoke. Kumbuka ya kwamba unaweza ukatafuta pesa wakati mwingine wowote, lakini malezi unapoharibu, umeshaharibu. Ni kwa shida kumrudisha mtoto aliyeharibika, naye ni wa umri tu wa miaka 7. Tangu mtoto wako anapotungwa mimba unaanza kumlea. Anapotoka duniani siku ya kwanza tunasema unaanza kuweka tofali la ujenzi wa tabia. Baada ya miaka 7 nyumba ya ujenzi wa tabia inakuwa imekamilika. Kinachobakia ni finishing. Ili afike miaka 12 anakuwa mtu mzima, anakuwa ameshachagua njia anayotaka kupita. Na ndio maana wazazi wengi anasema mtoto wangu alipoenda shuleni aliharibika. Hajaharibikia shuleni, aliharibikia hapa nyumbani, hukugundua. Maagizo ya Mungu kwa wanandoa wote, yaani mwanamume na mwanamke, ni haya, na ni vema kuyafanyia kazi. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Na tena anasema katika Zaburi 45:10, sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wa nyumba ya baba yako. Maagizo hayo yakifuatwa, utume utafaulu sana katika familia na nje ya familia. Je, kuna mbinu yoyote mbadala ya kuweza kuimarisha ndoa na pia kuwalea watoto katika Bwana wakati baba na mama hawakai pamoja kwa miezi 10? Anasema miezi 10 maana anaweka likizo ya mwezi mmoja. Hakuna muujiza wowote.